mpaka sasa tunapozungumza ni kwamba United wako tayari kwa ajili ya kuivaa City, na of course wakati United ambayo inafanyaga mabadiliko ya makocha inakuwaga inashangaza sana vilabu vikubwa. Unakumbuka Ole Gunnar Solskjaer wakati anapewa run ya mechi 8 alikutana na mechi ngumu, lakini alipata matokeo kwenye mechi zote 8 akiwa kama caretaker manager kwa Manchester United. Kwa watu wengi wanategemea pia hilo kutoka kwa Michael Carrick. Wanategemea kuona pia fomu ya Benjamin Sesko ya at least kufunga magoli 3 katika mchezo miwili iliyopita itaendelea au vinginevyo. Bruno Fernandes pia amerejea kwenye eneo lake la kawaida la kiungo mchezeshaji namba 10, amerejea kwenye hilo eneo na United namtumia Kobbie Mainoo. Mchezo uliopita ameanza Kobbie, akacheza mechi dhidi ya Brighton, amecheza Kobbie Mainoo pamoja na Manuel Ugarte walioanza, Casemiro akitokea bench, lakini Bruno amecheza kama namba 10. Of course United ina advantage kwa sababu wachezaji wake wengi wanarejea kutoka majeruhi. Harry Maguire amerejea, Mason Mount amerejea pia. Ukijumlisha na hiyo combination ya wachezaji kama kina Bruno Fernandes na Amadi Diallo pamoja na Bryan Mbeumo na Benjamin Sesko na Matheus Cunha, United inaingia katika mchezo huu kama challenger mzuri mbele ya Manchester City. By the way, mashabiki wa eneo wa United wanatamani angalau watu wafungwe ili run isiwe ndefu. Mechi ijayo ni dhidi ya Arsenal, wamkazie Arsenal, wapunguze ile gap sababu wanatamani kuona Arsenal the Gunners zikishinda ubingwa wa EPL, na wao wanatamani kuwa kizingiti kwa Arsenal the Gunners. Litawezekana au vinginevyo? Sijui. Ni leo saa 9:30 Manchester United dhidi ya Manchester City. Ni Manchester derby ambayo kwa siku za karibuni City wamekuwa hatari na wamekuwa na mafanikio zaidi ya Manchester United. Ni jambo la wazi. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu, tufuatilie wakati wote pia, na uendelee kupata taarifa, matokeo pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo wakati wote. Bye bye.